ile pesa yani haikuweza kurudi, kwa sababu muhusika ni ghafla tu alikata mawasiliano. Ukimtafuta WhatsApp anakublutiki, ikafikia hatua akaniblock. Nikibadilisha namba nikamtafuta tena, akigundua kwamba ni mimi akawa hivyo hanijibu. Leo katika sehemu ya pili, tunaendelea kubainisha akaunti na mbinu zinazotumika kutapeli watu wanaotaka kununua bidhaa mtandaoni. Katika uchunguzi wetu, tulibaini pia uwepo wa akaunti nyingine ya Instagram yenye namba ya utambulisho Instagram user ID 47 91 35 418 inayotapeli watu na kubadili majina kila baada ya muda mfupi, huku wakati mwingine akitumia majina yanayofanana na wafanyabiashara halali kuhadaa wateja. Kuna wakati akaunti hiyo inatumia jina la Home Essential Store linalofanana kidogo na lile la mfanyabiashara halali ajulikanaye Instagram kama Home Essential TZ na kufanya uwepo wa akaunti mbili zinazofanana kidogo. Ili kubaini ukweli, tulinunua bidhaa kutoka kwenye akaunti zote mbili kwa nyakati tofauti ndani ya wiki moja. Mmoja ya waandishi wetu akiwa Dar es Salaam Novemba 13, 2025 aliagiza mashine ya kunyonyoa manyoya ya kuku kwa shilingi 45,000 kupitia akaunti yenye jina la Home Essential Store. Baada ya hapo, aliambiwa na muhusika alipie fedha kupitia namba ya simu ya 0765553847 iliyokuwa na jina la Aisha Omari Yahaya. Imekuwa ni kawaida kwa matapeli hawa kuzuia comment kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii. Kama ilivyokuwa kwa Neema, baada ya kupokea fedha tu, mtu huyo alikata mawasiliano na mwandishi wetu kwa simu, WhatsApp na kwenye akaunti ya Instagram. Tofauti na taratibu za biashara mtandaoni zinazohamasisha mrejesho wa wateja kupitia maoni, akaunti hiyo imefunga comment, yaani sehemu ya kutuma maoni, ili wateja au wafuasi wake wasiandike chochote. Mwandishi wetu alinunua pia mzigo kwenye akaunti nyingine yenye jina la Home Essential TZ, ambayo ilileta mzigo mpaka eneo husika na kutoa risiti na kuthibitisha kuwa hiyo ni akaunti halali. Akaunti fake yenye jina la Home Essential Store tulikuwa tukichunguza awali ilitutapeli, na baada ya wiki 2 ikabadili jina na kuwa Home Kitchen Dar. Akaunti hiyo inayotapeli watu ilijiunga Instagram mwaka 2013 na mhusika amebadili jina la akaunti yake mara 19. Uchunguzi zaidi umebaini tangu mwaka 2024 amekuwa akibadilisha jina kwa wastani kila wiki, akitunga jina jipya au kurejea yale ya zamani alowahi kutumia ili kuwachanganya zaidi wateja aliowatapeli. Mpaka makala hii inaenda hewani, alikuwa akitumia jina la Home Store, ingawa aliwahi kutumia jina la Home Essential Store, Home Store TZ na Home Kitchen Dar. Ili kuwaaminisha watu katika baadhi ya machapisho yake, anaweka vyombo na sura za watu ambao hawahusiani kabisa na biashara yake. Kwa kutumia zana za kidijitali ya Google ya kutafuta na kuthibitisha picha, yani Google Reverse Image Search, tulitafuta watu hao kwa kutumia picha walizoweka katika kurasa zao za mitandao ya kijamii na tukabaini kuwa ni za watu wengine. Pia baadhi ya picha hizo sio halisi, zimetengenezwa na akili bandia. Sambamba na kubadili majina, wafanyabiashara hao hufuta machapisho yao katika mitandao ya kijamii, kubadili namba za simu baada ya kutapeli watu wengi, huku zile za awali zikifungwa kupokea simu za kawaida. Mawasiliano ya mitandao kama WhatsApp nayo huyazuia kupokea simu na message. Mfano, akaunti ya Instagram inayojulikana kama Jumba la Pochi aliyetutapeli pochi yenye thamani ya shilingi 60,000 kwa sasa amefuta taarifa zake zote kwenye akaunti hiyo na amewazuia wote aliowatapeli wasimfikie ili kufuta ushahidi. Wakati mwandishi wetu aliyekuwa akifuatilia bidhaa alizonunua kupitia mtandao wa WhatsApp, baada ya kuchelewa kufikishiwa, alimuuliza muuzaji huyo, "Vipi? Mbona bidhaa imechelewa? Au unataka kunitapeli?"
Tapeli huyo alimwambia kijana tu amechelewa, akimaanisha kuwa kijana aliyemwagiza kuleta bidhaa ndio aliochelewa, lakini mzigo uko njiani. Tofauti na wengi, akaunti ya Jumba la Pochi haijabadili jina tangu ilipojiunga mwaka 2021. Namba ya simu aliyoiweka haipatikani. Haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Hadi Disemba 31, 2025, hakuna mzigo uliokuwa umetumwa na hakukuwa na mawasiliano yoyote juu ya hatima ya fedha iliyochukuliwa. Kama ilivyo kwa akaunti nyingine, katika uchunguzi wetu pia tulibaini akaunti yenye jina la Free Delivery 89 ya TikTok yenye wafuasi zaidi ya 40,000 inayouza samani mbalimbali huku ikitapeli watu. Ili kubaini ukweli, mmoja ya waandishi wetu akiwa Dar es Salaam, Novemba 15, 2025, aliagiza stendi ya viatu ambayo gharama yake ilikuwa ni shilingi 60,000. Kulingana na muuzaji, ilitakiwa kulipa nusu ya gharama ya bidhaa ambayo ilikuwa ni shilingi 30,000, na baada ya siku 2 aliahidiwa bidhaa ingemfikia. Kupitia akaunti hii ya Free Delivery 89, mwandishi wetu aliambiwa na muhusika alipie fedha kupitia namba ya simu 0763373793 iliyokuwa na jina la Gerald Wilfred Viagaza. Ili aweze kuaminika, alieleza kuwa anapatikana Chanika Mwisho, mtaa wa CTC jijini Dar es Salaam, kwa jina la Gerald Furniture, kitu ambacho si kweli. Baada ya kuona mzigo haufiki, mwandishi wetu aliamua kufunga safari hadi Chanika kumsaka mfanyabiashara huyo bila mafanikio. Baada ya mwandishi wetu kufika Chanika, kitu ambacho alikutana nacho ni maduka hewa. Kwa kuwa baadhi ya wanunuzi wanapenda kununua bidhaa kwa wafanyabiashara wenye anwani na maduka mitaani, matapeli hao pia wanaweka anwani bandia za maduka yao mtandaoni ili kuaminika zaidi, lakini uchunguzi wetu umebaini kuwa biashara hizo hazipo katika mitaa wanayoeleza. Kati ya biashara 5 tulizotembelea Arusha, Mwanza na Dar es Salaam, 4 hazipo katika maeneo halisi wanayodai biashara hizo zipo, na hata watu wa karibu wala majirani wa maeneo husika hawazifahamu. Hata tulipouliza majirani, viongozi wa serikali za mitaa na wakazi wa mitaa hiyo, wakiwemo bodaboda, nao hawazifahamu au hawajawahi kuzisikia. Miongoni mwa biashara hizo zisizoonekana jijini Dar es Salaam ni Free Delivery 89 aliyesema yupo Chanika CTC, Jumba la Pochi aliyesema yupo Kariakoo, Home Store aliyesema yupo Guba Center, na Filba Store aliyedai anapatikana Kurasini. Nukta TV ilizunguka mitaa yote ya Chanika iliyopo kata ya Zingiziwa jijini Dar es Salaam kutafuta ofisi ya mfanyabiashara anayejulikana kama Free Delivery 89 bila mafanikio. Pia afisa mtendaji wa kata ya Zingiziwa, Abubakari Mahamudu Musa, alithibitisha kuwa hakuna eneo wala mtaa wa Chanika CTC, hata anwani za makazi haionyeshi uwepo eneo hilo. Labda ni eneo ambalo wao walipata jina kwa utambulisho wao, lakini kwa maana sisi kama serikali kujua hapa ni Chanika CTC, kwanza CTC ni tunajua Chanika yote, Chanika tu, lakini kuna maeneo yanaweza kujulikana, lakini hiyo CTC sio jambo ambalo lipo hata kusema kwenye anwani za makazi. Labda ni utambulisho wao, lakini sio official sana kwa sisi. Kwa upande wa Home Store waliodai wanapatikana Goba Center, halmashauri ya Ubungo jijini Dar es Salaam, watu wote tuliowahoji wakiwemo madereva wa bodaboda wanasema hawalifahamu duka hilo wala hawajawahi kuliona. Sehemu kubwa ya waliotapeliwa walipoteza fedha zao walizozitolea jasho, huku wengine biashara zao zikiyumba kabisa. Emi Zuberi mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa jiji la Arusha, ameambia Nukta TV kuwa alitapeliwa shilingi milioni 4 kwa nyakati tofauti na wafanyabiashara tofauti ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, swala lililofilisi biashara yake na kumwacha katika maumivu makali. Yake pakubwa kwa sababu kwanza biashara tunafanya na watu wa karibu tunaofahamiana nao, ndugu pamoja na marafiki, ndio ipo unapopata wateja wengine. Ule kikuagiza
akafanikiwa, anamwita mwingine. Kwa hiyo nilikuwa na wateja wengi na biashara ilikuwa nzuri, lakini baada ya tukio hilo biashara imeharibika, umeona, na siko nayo tena kwa sababu tafanya biashara hakuna tena wateja wangu ambao nimewapata tena washatawanyika, hakuna tena. Kwa kiasi kikubwa imeangusha kipato, sababu na mimi pia nilikuwa naagiza vya ziada kwa ajili yangu kama pochi, vitu vya kukaa dukani hivi, nguo nini, nilikuwa nikiagiza na mimi naagiza za kwangu kama ni 20 30 kama nifungua ofisi ya hivyo vitu. Ukiachana na kupoteza mali, baadhi ya wanaotapeliwa huathirika kisaikolojia kiasi cha kuathiri shughuli zao nyingine za kiuchumi na kijamii. Neema Ewardi, mwanafunzi wa chuo aliyetapeliwa na Philbasto, anasema utapeli huo ulimfanya akashindwa kuzingatia masomo, hususan wakati wa mtihani yake ya mwisho ya kumaliza shahada ya kwanza. Rafiki yangu, kutapeliwa hela kubwa lazima uchanganyikiwe, maana bila msaada wa wazazi nyumbani kujilipia unaenda kufeli. Yaani ni kwamba tu kwa sababu mteja mwenyewe alikuwa haelewi kwamba nimetapeliwa, si yeye anachoelewa ni wewe umetapeli. Alafu wewe ndo unauelewa ukweli halisia. Kwa hiyo kumwambia mteja nimetapeliwa, naomba univumilie nitakulipa hata nyumbani wanitumie pesa, maana wakati huo unakuta huna pesa, huna shilingi. Alafu pesa ambayo umetapeliwa ni pesa kubwa ya watu. Mtazamaji wa Nukta TV, tunaweka nukta katika sehemu hii ya pili. Usikose kufuatilia sehemu ya 3 ya makala hii ambapo tutaangazia jinsi utapeli unavyofanyika kupitia mitandao ya kijamii. Nimekuletea sehemu hii ya pili ni mimi Fatuma Hussein. Mtayarishaji wa makala hii ni Goodluck Gustav. Usisahau pia kutembelea tovuti yetu ya www.nukta.co.tz na katika mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, TikTok na X, kote kwa jina la Nukta TZ.